Yes, popote ambapo unaendelea kufuatilia kituo chako bora kabisa cha matangazo cha NYTV. Mimi ni Messi Malio. Asante kwa kuwa umeendelea kufuatilia taarifa mbalimbali, matukio mbalimbali ambayo tumekuwa tukikuletea kupitia kituo hiki bora kabisa cha matangazo. Na siku ya leo ninakuangazia kunako katika mkoa wa Morogoro katika wilaya ya Mlimba katika kijiji cha Mbingu, na nimefika leo kutembelea mtumishi wa Mungu Mchungaji Baraka. Huyu ni mtoto wa marehemu Juma Luago ambao tayari alitangulia mbele za haki mwaka jana, na tumefika hapa kwa ajili ya kuzungumza au kuangazia mambo kadha wa kadha, likiwepo tukio kubwa ambalo lilifanyika hapa tarehe 15 mwezi wa pili mwaka huu 2026 ambapo alisimikwa rasmi kuwa mchungaji kiongozi wa kanisa hili la Mbingu Christian Center, kuweza kuendeleza maono ambayo baba yake aliacha baada ya kuitwa mbele za haki. Mungu amemwamini katika nafasi hii. Ni kijana mdogo, lakini pia makao makuu akamwamini kwamba anaweza kuifanya kazi hii ya Mungu, na sisi tuko hapa kutamani kuona alipokeaje taarifa hizi za yeye kusimikwa kuwa mchungaji kiongozi, lakini pia tutaangazia safari nzima ya wito wake, namna alivyoitwa. Yeye kitaaluma ni daktari kabisa, alikuwa ni daktari wa kutibu wanadamu, lakini kutoka kwenye udaktari na kuingia kwenye kazi hii ya wito, ni kitu gani ambacho kilimvutia haswa kuweza kuingia katika kazi hii ya Mungu ya kutumika na kuweza kuvaa viatu vya baba yake, lakini pia maono alionayo kwa ajili ya kazi ya Mungu na mafanikio kuanzia pale ambapo baba yake aliacha mpaka hapa alipokwenda kusimikwa kuwa mchungaji kiongozi wa kanisa hili la Mbingu Christian Center. Fuatana na mimi Messi Malio katika mahojiano haya mafupi na mtumishi wa Mungu Mchungaji Baraka Juma Luago. Yes, kama ambavyo nimekuambia, leo tumemtembelea mtumishi wa Mungu Mchungaji Baraka Juma Luago. Ni mtoto wa marehemu Mchungaji Juma Luago ambaye alikwisha kutangulia mbele za haki, na tuko hapa kuangazia safari nzima ya utumishi, lakini tunatamani kufahamu pale alipoanzia kuendeleza maono ya baba yake alipotwaliwa mbele za haki, lakini pia tukizungumzia pia tukio la yeye kusimikwa kuwa mchungaji kiongozi wa kanisa hili tukio ambalo lilifanyika tarehe 15 ya mwezi wa pili, lakini pia tutaangazia masuala mazima ya huduma na maono ambayo Mungu ameweka ndani yake. Mchungaji, Bwana asifiwe. Amen, Bwana asifiwe. Habari za huduma? Salama kabisa. Huku Mbingu umetunyima nini? Huku bwana tunalima sana ndizi na mchele. Nianze kwa kukupongeza kwa tukio hili la kusimikwa na Mungu kukuamini kuwa mchungaji kiongozi wa kanisa hili. Asante sana. Nashukuru. Pengine kwa kuanza kabisa natamani kufahamu, nafikiri ni miaka miwili imeisha toka baba alitwaliwa au no? Okay, ni miezi, ilikuwa ni mwaka jana. Okay, natamani kufahamu toka mwaka jana umeendeleza kazi hii ambayo baba alikuachia maono haya. Tuanzie hapo, kuanzia pale mpaka kuja kufika ulipokuja kusimikwa, kazi ya Mungu imeendaje? Huduma, kuzungumzia mafanikio na changamoto kwa ujumla. Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji wetu wa NYTV, dada Messi, Mungu akubariki. Kwanza niseme maisha ya mzee wangu baada ya kufanya kazi ya Mungu mwaka hapa kanisani, na yeye alikuwa kama mchungaji wa 6. Amepita hapa kama mchungaji wa 6 kati ya wale wachungaji ambao walipita kwenye kanisa hili.
Kwa hiyo katika utumishi wake ameweza kufanya kazi ya Mungu mahali hapa kwa kipindi chake, na alitumika kwa muda wa miaka 30, miaka 31, na alikuwa ananielekeza namna ambavyo napaswa kuishi katika namna kumtegemea Mungu kama mtoto wa mchungaji. Kwanza mimi binafsi alikuwa anatufundisha kwamba tunatakiwa kuwa na wokovu, wokovu wa mtu binafsi, sio ule wa kifamilia, au kwa sababu babako ni mchungaji basi uamue kuokoka. Lakini alitamani mtu mwenyewe afanye mabadiliko ya ndani ya kufanya maamuzi ya kuokoka. Na baada ya kuanza safari yangu ya wokovu, hapo nilikuwa nimebatizwa nikiwa na miaka 13. Baada ya kubatizwa hapo ndipo nilijazwa na nguvu za Roho Mtakatifu, nikaanza utumishi na nikaanza shule. Nilikuwa nasoma, ninakumbuka tangu mimi niko shule ya msingi nilikuwa kiongozi. Nilipofika sekondari pia nikawa kiongozi na kuendelea. Yaani safari yangu ya shule ya elimu huko kote nilikopita nimekuwa kiongozi. Mpaka nilipofika Central Bible College pale pia nilikuwa kiongozi kama naibu waziri wa afya. Nimefanya katika nafasi yangu, na ilikuwa ni likizo wakati nimerudi kwa ajili ya kumsaidia kazi hapa. Mimi sikuchaguliwa kuwa mchungaji msaidizi. By the way, mimi pia nilikuwa na maono yangu, na nilikuwa ninatamani kwenda kutumika mahali ambako nilikuwa natamani kwenda kutumika. Na hata yeye alikuwa ananiandaa kuwa mchungaji. Alikuwa niandae nije kuwa mchungaji wa hapa kanisani. Na hata mimi mwenyewe nilikuwa wakati mwingine nilikuwa nawashuhudia hata washirika wa mahali hapa. Unaona? Lakini kazi ya Mungu bwana, Mungu anabaki kuwa Mungu. Hata kama akujibu vile ulivyotaka, Mungu anabaki kuwa Mungu. Kuna wakati mwingine tunakuwa tuna matazamio yetu, tunataka maelekezo yetu Mungu ndio ayafuate. Lakini wakati mwingine tunamkosea sana Mungu kwa kutaka sisi maelekezo yetu ndio yaende vile anavyotaka. Kumbe tunatakiwa kusikiliza maelekezo ya Mungu alafu tuyafuate. Haijalishi yanauma maumivu, haijalishi kwamba yanakugharimu kiasi gani, bali unatakiwa kufuata maelekezo ya Mungu. Sasa baada ya mzee wangu kufariki tarehe 1 mwezi wa 8 2025, aliondoka ghafla. Na kama nilivyosema siku ile ya msiba kwamba aliniondoka ghafla. Yaani asubuhi tunasalimiana, anajiandaa kuja ibadani kwenye maombi, na tukiwa kwenye maombi akawa ameniacha. Kwa hiyo katika hali hiyo nikiwa nimeachwa na mzee wangu, wakati sikutarajia, ni kitu cha ghafla. Ni kitu cha ghafla, lakini hapo unatakiwa kuwa sasa umepewa majukumu ya kwamba natakiwa kuwa mchungaji msaidizi, kuliongoza kanisa. Maana mzee wangu mimi ya kunichagua kuwa mchungaji msaidizi, alitaka tu niwe mchungaji, ananiandaa kuwa mchungaji bora mahali pengine. Lakini ilipokuja na kwamba unaambiwa na viongozi wako wa juu kwamba unatakiwa sasa kuwa mchungaji, nimeteuliwa kuwa mchungaji msaidizi, basi ni kufuata maelekezo kama nilivyosema, kufuata maelekezo ya Mungu. Katika kipindi hicho unajua nipo kwenye wakati ambao naweza nikauita kama comfort zone. Yaani ilikuwa wakati ambao sielewi. Unaelewa? Yaani unaamka tu asubuhi unasema kumekucha. Unaona? Yaani kumekucha. Ndo unaamua sasa kulala. Maana yaani unafanya vitu mpaka nafika mahali uelewi kama ndo kumekucha. Kwa vile ambapo umepata hiyo, ni kama nipo kwenye stress. Yaani nawaza namna gani itakuwaje, kanisa, familia. Maana hapo imekuwa baba wa familia ghafla, alafu sijawahi kuongoza familia. Sasa hapo ndo natakiwa uwe baba wa familia, uwe baba wa kanisa, baba mchungaji wa kanisa. Kwa hiyo namshukuru Mungu, nilikuwa nimeshikamana pamoja na wazee ambao Mungu aliokuwa amewasaidia mzee wangu kuchunga naye hapa. Hao wazee nilikuwa nimeendelea kuwa nao, kushikamana nao, na kuhakikisha kwamba kazi ya Mungu inaendelea kujengwa mahali hapa. Haikuwa si rahisi. Na hata wazee wa kanisa nao walikuwa wanielewi. Kwa sababu mimi nilikuwa nina hasira ya ndani, natamani maono ya mzee wangu kama alikuwa amekusudia kutaka, yani kama alitaka haya
hii hapa peni labda ikae hapa, alafu wewe ukataka ikae sehemu nyingine, hapo tulikuwa tunashindana. Yaani mpaka ikafika mahali naweza nikasema kwamba hata wazee wakati mwingine walikuwa wanaweza kusema au kijana yukoje. Unajua mimi nimetumika sana Dar es Salaam kwa mchungaji Emmanuel Nicodemus, alikuwa ananifahamu sana. Mahali wanapaita Kimara Mwisho, Kimara Bonyoko huko. Kwa askofu, alikuwa askofu Kameta kipindi hicho. Sasa yule alikuwa ni mwangalizi wa pale. Nimetumika naye pale muda mrefu na nimefungua huduma ya Casfeta kwenye chuo cha Paradigm College cha East Center pale. Nilifungua huduma nilikuwa nafanya. Kwa najua hizo changamoto na nimepitia changamoto nyingi. Lakini katika hili pia nilikutana na wanasema cha mtema kunde. Yaani nilikutana na vitu vingi. Unajua yani watu wengine hawaamini sasa kama wewe ndio mchungaji, unaelewa? Sasa ndio mchungaji msaidizi hapo, unatakiwa uhakikishe kazi ya Mungu inajengwa. Tuna huduma ya compassion pia inatakiwa iendelee. Sio, unaona, familia iendelee. Wadogo zangu waendelee kusoma kama kawaida. Sijui unaelewa. Kwa hiyo nilikuwa kwenye wakati ambao nilikuwa namhitaji sana Mungu. Na kweli Mungu amenisaidia. Na nilikuwa namwambia Mungu, ukiweza kunifikisha kesho, naamini utakuwa bado na kusudi na mimi. Kwa hiyo nilikuwa naishi kwa neema ya Mungu, nikijua kwamba kesho kama ninafika basi lipo kusudi la Mungu. Kwa hiyo namshukuru Mungu, nimeendelea kufanya kazi hiyo na pamoja na wazee wa kanisa kushikamana nao. Wakati mwingine walikuwa wanielewi kiurahisi, lakini baada ya kuendelea na safari wengine wakaanza kunielewa. Kwa hiyo namshukuru Mungu katika kipindi chote hicho, na wamefanyika baraka sana. Unajua zamani zile wakati wa kipindi cha mzee katika kanisa hili, unajua kuna conflict in the church. Tunasema conflict in the church. Yaani kuna vitu fulani hivi ni kama haviendi, kuna changamoto fulani, aidha unakuta labda kwenye CAs au kwenye WWK au kwenye nini. Yaani ukikuta hiyo, nilikuwa kwenye kipindi fulani hivi ambacho kinahitaji neema. Alafu sasa usuluhishe, umanage the conflict. Yaani umanage conflict in the church. Alafu hakikishe kanisa la Bwana linasonga mbele. Unaona, uhakikishe familia inasonga mbele pia. Na wewe mwenyewe, unaelewa? Kwa hiyo ni neema ya Mungu iliyonibeba, si mimi. Hata nikitafakari kwamba nimepitaje, compassion pia, na tulikuwa tuna changamoto pia kwenye huduma ya compassion. Kulikuwa watendakazi wetu, kuna mambo fulani hivi yalikuwa hajakaa sawa, yakae sawa, kwa sababu tulikuwa tumepata loss kwenye huduma ya compassion. Mambo fulani mengi yalikuwa hayaendi. Sijui umeelewa? Yaani pasipo mkono wa Mungu kwa kweli hata mimi nisingeweza kufika hapa. Niseme tu ni neema ya Mungu iliyonibeba, sio kwa akili zangu. Hata mimi mwenyewe najitafakari, nasema hivi pale nilivuka ni mimi, unaona? Kwa hiyo ni neema ya Mungu iliyonibeba mpaka nimefika hapa. Ninatamani kufahamu, wewe ni daktari kwa taaluma. Ilikuwaje ukaamua kutoka kwenye taaluma yako ya udaktari ukaamua kuingia kwenye huduma ya kichungaji? Haikuwa rahisi. Katika nafasi hiyo pia haikuwa kitu rahisi, kwa sababu unajua nilitoka tu kumaliza masomo yangu. Baada ya kumaliza masomo ya udaktari, mimi ni mtu ambaye nafanya kazi pasipo kuangalia hii kazi gani. Sasa wakati nimemaliza masomo ilibidi nirudi huko Mbingu kwa ajili ya kusubiria matokeo. Lakini wakati ule nasubiria matokeo, nikamwambia mzee wangu, niko Dar es Salaam. Nikamwambia hapana, kwa sababu nimemaliza nasubiri matokeo, acha nijichanganye niingie mtaani na mimi nitafute chochote. Kwa hiyo Mungu Bwana abaki kuwa Mungu. Kuna shangazi yangu mmoja anaitwa, ni mke wa Kimaro, mchungaji Kimaro wa Ukonga, yule alikuwa Ukonga zamani. Kwa hiyo kuna shangazi yangu mmoja pale, mke wa Kimaro, wa Pasco Kimaro. Nikampigia simu nikamwambia, bwana shangazi, nimeshamaliza masomo, natakiwa nirudi nyumbani, lakini mimi ni kijana, naweza nikajituma mahali popote. Akaniambia tu kwamba wewe umesoma daktari, sasa mambo na haya kwetu kweli? Nikamwambia mimi sichagui kazi, nafanya kazi yoyote. So nikawa alikuwa wakati huo anafanya kazi pale hospitali ya Kenya.
So wakaniita pale. Nikajua naenda kufanya kazi yangu ya daktari. Nilipofika pale nikamwambia sasa Baraka, itabidi ufanye kazi ya ukeshia. Kulikuwa kuna restaurant pale kwenye ile kile hospitali. Akasema una madaktari wenzako mtajua namna kuwaenda. Maana mimi tunashindana nao. Of course nikafanya nao pale kazi. Baada ya kufanya kazi nikapata kibali na wakaona faida. Wakabidi tena wakani connect na sehemu nyingine tena zaidi, nikawa nimeenda kufanya kazi mamlaka wa mawasiliano Tanzania, yani TCRA. Na pale nilifanya kazi kama cashier, nikafanya kazi kama storekeeper. Unaona, kufikiria ni daktari ambaye natakiwa niende kufanya kazi yangu, lakini wakati nasubiria nikabidi nijichanganye. Umeona eh? Basi nilipofika pale TCRA, of course ndo nilikutana na connection ya watu wakubwa. Mawaziri hawa, nikawa na urafiki nao, mtoto wa Magufuli huyu, unaona, na watu wengine. Sasa pale Mungu ndo akaanza akanipa connection. Yani akanipa tu watu. Hata siku moja tulishe kuonana na Dr. Magnus Mwicha, askofu makamu askofu mkuu pale TCRA. Nakumbuka walisha kujaga. Walikuja pale, nikawapokea, nikawakaribisha restaurant, wakanywa chai, wakapanda juu, walikuwa wanafuatilia masuala ya masuala TV sijui leseni ya. Basi nikawaacha hapo, lakini nimepita katika maeneo mengi. Lakini shukuriwe Mungu nikawa nimepata kazi ya udaktari. Kwa sababu kokote nilikuwa nafanya kwa sababu nilikuwa nasubiria matokeo. Baada ya matokeo kutoka nikafaulu, nikapata kazi sehemu nyingine, nikawa nafanya kazi pale hospitali ya Sinza Palestina. Nimefanya kazi pale muda wa kama mwaka mmoja. Nikatoka pale nikaenda kufanya kazi ya center ya Kimara Mwisho. Nikatoka pale basi ndo pale nilipopata wito. Pale ndo nilipopata wito. Na wito wangu ukuwa rahisi. Kwa sababu hata nilipokuwa ninasoma udaktari, baba akaniambia, Baraka, huko tunapoteza hela tu. Wewe ni mchungaji. Yani tangu natoka huko unaenda kusoma. Yani wanatoa hela lakini yani wanalia, wanasikitika, yani wewe ni daktari, yani wewe ni mchungaji, kwa nini unaenda kusomea hichi? Nikamwambia mimi si mchungaji. Mimi ni nani? Mimi ni daktari, sitaki uchungaji. Sababu mimi nilikuwa nataka mwanajeshi daktari. Unaona, nilikuwa nataka mwanajeshi daktari. Yani jeshi lakini pia daktari. Mimi ni daktari mwanajeshi. That is my vision. So haikuwa hivyo pia. So nikawa tu daktari. Kwa hiyo nikawa nakataa uchungaji. Siutaki kwa sababu najua hustling za mzee na namna alivyopita, wana mazingira magumu na nini, unaelewa? Sisi tumepitia magumu sana, maisha magumu. Hapo unapoona hivyo ni kanisa hapa, ndio tulikuwa tunakaa kwenye nyumba ya nyasi. Tulikuwa tunaishi maisha magumu mpaka nikawa nauchukia uchungaji. Unaona? Anyway, sasa kwa kufupisha, kwa namna ya wito wangu, Mungu alinihitaji. Kwa kweli mimi wito wangu ulikuwa sio rahisi. Nimeambiwa na maaskofu wengi kwamba wewe ni mchungaji, lakini nikawa ninakaidi. Na ukaidi wangu sio ulikuwa ni mbaya, ila ulikuwa ni kutaka, yani nyie inakuaje Mungu anawatambulisha kwamba mimi ni mchungaji wakati mimi Mungu hajasema na mimi. Unaona? Kwa hiyo ilikuwa ni mgumu na nilikuwa yani mtu akiniambia mchungaji nachukia. Unaona? Kwa hiyo wakati wananitamkia watu wengi. Tukiwa kwenye maombi ya mzee wetu Barnabas mtoka mbali, maombi ya siku 21. Nakumbuka ilikuwa siku 2023, 22 kitu kama hicho. Sikumbuki vizuri. Kitu kama 21, 22, 2021, 22 hapo. Tulikuwa na maombi ya siku 21. Unajua mzee wetu akutangaza maombi. Tunaanza mwaka masaa ya siku 21. Kwa hiyo tukaingia ile maombi ya siku 21, mimi nikasema napiga maombi ya Yesu mwenyewe. Siku ngapi? 40. Kwa hiyo nikiwa katika maombi ya siku 40 yale, wakati huo pia nilikuwa ninasali katika kanisa la TAG Christian Center kwa mchungaji Emmanuel Nicodemus. Sasa pale nilikuwa kama makamu mwenyekiti wa CS, lakini pia nilikuwa mwenye katibu wa uinjilisti. Sasa naye yule mchungaji amenifuata mara kadhaa, Bwana Baraka, wewe ni mchungaji. Wewe ni mchungaji, kanifuata ofisini, ananiita mwanangu njoo. Nenda, nikajua labda ananiambia kitu afa ananiambia bwana wewe ni mchungaji. Sasa nasema huyu anasema mimi ni mchungaji. Baba, na kila siku hapa tunagombana kwa simu, anasema mimi ni mchungaji. Sasa inakuaje? Bwana we, Mungu akitaka kukugeuza na kugeuza anavyotaka yeye, kama alivyomfanyia Paulo. Sasa siku moja nilikuwa nimenunua pikipiki, box yangu moja hivi nzuri. Nilikuwa nimepanga maeneo ya Kimara kule Bonyokwa. Sasa natoka asubuhi naenda kufanya kazi pale Sinza, alafu
ni usiku nawasha Bolt. Kwa usiku nilikuwa nawasha Bolt. Nilikuwa na paki zangu pale Mlimani City. Kwa hiyo nikishatoka kazini saa 10 naenda pale Mlimani City. Pia nilikuwa nafanya kwenye shirika moja la haya makampuni ya Natural Supplements pale wanaita BF Suma. Kwa hiyo wakati mwingine mimi daktari napenda kuwa mchunguzi wa vitu vingi tofauti tofauti. Na basi nikiwa na paki pale pikipiki naingia kule ofisini nakaa nawasha Bolt. Kwa mtu akini request nashuka chini ya gorofa, nachukua pikipiki yangu nampeleka Kariakoo wapi sijui huko. Nimepiga bodaboda mimi. Nimefanya bodaboda, nimefanya sana tu. Sasa siku moja natoka kazini, nilikuwa nimeingia night. Nikachelewa kutoka. Nikasema sasa ngoja nimalizie hii na abiria hata mmoja navyoenda nyumbani Kimara huku, basi nipate hata abiria tu kurudi naye hivi. Nikawasha Bolt nikaenda. Ilikuwa mida kama saa 4 naenda saa 5, saa 6 hivi usiku ilikuwa mida saa 8 usiku. Yeah, something like that. Basi nikawa nimetoka sasa na pikipiki, natokea Mlimani City. Sikumpakia mtu, nimewasha Bolt. Nimefika maeneo ya Mlimani City, yani karibu katikati ya Mlimani City na TCRA pale, jengo la TCRA pale. Nilipata ajali mbaya sana. Nilipata ajali mbaya. Wakati hapo nyuma tayari nishapata ajali. Nilikuwa ninampeleka mgonjwa mmoja. Nilikuwa nimebambikiziwa kesi moja hivi kwenye hizi nafasi zetu za udaktari. Kuna kesi moja hivi nilipata ya mtu alikuwa na shida ya acute kidney failure, na ilibidi sasa, maana yule pia alikuwa na complication nyingi. Yule daktari alikuwa anaingia zamu, akaamua kunitengenezea kesi pasipo mimi kujua. Yaani naingia tu napewa kesi hapo, alafu daktari amesha kimbia akaondoka. Sasa ilibidi tena nipambane na ile kesi. Lakini namshukuru Mungu, ile kesi nilivyoipeleka Muhimbili niliitetea, yani naitetea kitu ambacho sikijui. Yani nilikuwa nasoma faili lile wakati nipo kwenye ambulance, lakini sijui naenda kutetea nini. Kwa hiyo nikawa ninasoma huko haraka. Niseme tu ni Roho Mtakatifu alinivusha kwenye ile kesi. Kwa hiyo nilipita, wakati narudi sasa nilikuwa niko kwenye stress sana. Naendesha pikipiki, bahati mbaya nikaja kupata ajali. Nilipata ajali mbaya sana. Maeneo ya pale karibu sasa na Mlimani City na TCRA nilipata ajali mbaya. Nisikia tu kwa mbali watu wanasema tayari. Mimi kwa mbali sijielewi. Wakanichukua, wakaangalia vitambulisho vyangu, wakaona ni daktari, wakanipeleka hospitali ya Palestina pale, maana nilikuwa nafanya. Namna nilivyopata ile ajali, mbele yangu kulikuwa kuna gari ya mwanajeshi mmoja. V8 moja ya mwanajeshi. Alafu tupo mwendo. Sasa wakati kumbe gari mbele yetu ilikuwa imepata changamoto, akuwasha hata double hazard ya kuwasha. Kwa hiyo ghafla tu nikaona gari hapa kabinya brake, nikaenda nikagonga kwa nyuma. Nilivyogonga kwa nyuma nilipata ajali mbaya sana pale kwenye lami, nikaanguka kwenye mtaro. Niliumia ambalo jeraha mpaka leo halijatoka. Ili hapa kwenye kidevu hapa nimezibiaga tu na nimeziba na kina ndevu, lakini hapa kuna alama, na hii alama ni kwa sababu walivyonishona, yani walinishona kwa kutumia nyuzi zile kubwa. Sasa unajua walijiziliisha, lakini sasa mimi nilipofika pale kwa muona kwamba mbona daktari mwenzetu. Sasa yule aliyekuwa amenishona alikuwa ni nesi mgeni. Unaona? Kwa hiyo ni kama alikuwa hajanijua kama ni mfanyakazi wa pale pia. Kwa hiyo akanishona mradi tu kunishona. Sitakuja kushtuka hivi. Nimekuja kuzinduka tayari nimejikuta niko hospitali. Mara naona simu ya mzee hapa inapiga. Hajawahi kunipigia simu usiku wa manane, lakini ile siku saa 8 za usiku ananipigia simu. Babangu mzazi ikiwa huko Morogoro. Anasema nimeona roho ya mauti juu yako. Ananiambia nimeona roho ya mauti juu yako hivi hapa, nilikuwa nakemea, umepatwa nini? Nikamwambia ndivyo ilivyokuwa. Mpaka sasa hivi nimepata ajali hivi niko hospitali. Akasema Baraka, nimekwambia mara ngapi mwanangu, wewe ni daktari, wewe ni mchungaji, lakini hutaki kunielewa. Kwa nini unielewi? Unaona? Baba analia. Unajua kulia? Anatoa machozi yani.
Asubuhi yake, sijui ni asubuhi saa 9 inaenda saa 10 ya alfajiri, ananipigia dadangu anaitwa Grace. Ananiambia, Baraka, baba analia juu yako kwa ajili yetu, kwa ajili yako. Anasema hutaki kumsikia. Wewe hivi baba akiwa analia anatoa machozi kwa ajili yako, uko salama kweli Baraka? Mara akakata simu, nikakata simu. Mbona siwaelewi? Mama naye ananipigia simu. Wewe Mungu anataka aseme nawe kwa njia gani? Mungu anatumia watu, muamini hata babako. Babako ni mchungaji. Wakati hapo mchungaji wangu mimi wiki kama 2 tu ametoka kuniambia. Unaona? Si nikapuuzia. Nikamwambia sawa baba, nimewaelewa. Talifanyia kazi. Kwa hiyo nikiwa kwenye yale maombi, alitangaza maombi ya siku 21, mimi nikasema nafunga siku 40. Kwa hiyo nilikuwa sijui siku ya 11 ile, kitu kama ilikuwa siku ya 11. Bwana we. Mchungaji kesho yake asubuhi silibidi niende nyumbani. Nilipofika nyumbani ile pikipiki iliharibika sana. Kwa hiyo nilipofahamu pale, maana nilikuwa karibu na TCRA na TCRA ilishafanyaga kazi, wakaja wale wa JKT wale wanaitwaje, Wasuma JKT, wakaja wakachukua pikipiki yangu kwa sababu wananijua, wakaenda wakahifadhi, alafu wakanitengenezea kabisa, mimi nikaja kuifuata baadaye. Kwa hiyo nikiwa ile asubuhi yake mchungaji wangu akawa ananipigia simu, Baraka uko wapi? Nikamwambia niko kazini. Nilimuongopea. Nikamwambia niko kazini. Kimsingi sikuwa wapi? Kazini. Nilikuwa nimeshaumia na nina majeraha. Nilikuwa niko ndani. Kwa sikutaka kumwambia niko ndani nimeumia. Unaona kwa sababu ni hicho kikuta. Basi nikamwambia niko kazini. Akasema baadaye uje kanisani ofisini tuongee. Akaniita tena, akaniambia Roho Mtakatifu amesema na mimi sana usiku juu yako. Baraka, wewe ni mchungaji. Sasa alivyoniona akasema, mbona umeumia? Nikamwelezea hali halisi. Akasema, Baraka, ili mimi ndo nasema mara ya mwisho. Kama hutanisikia basi unaelekea pabaya. Basi nikatoka pale, nikamwambia sawa, naomba niombee. Akaniombea, nikatoka. Nikaenda nikatafakari. Lakini bado moyo ukawa mbishi. Unaona mimi sitaki uchungaji, kwa inaniuma. Yaani unaelewa? Kilichonistua na kusema kwamba huyu ni Mungu. Aliniita mtumishi mmoja nilikuwa nafanya naye kazi pale. Nilikuwa nafanya naye utumishi. Maana mimi nilikuwa nafanya kazi huku nimefungua kasfeta kwa chuo. Kwa hiyo ninaenda nafanya kazi, nikirudi naendeleza chuoni pale, maana chuo ilikuwa ni mida ya saa 1 saa 2. Naenda pale chuoni nafanya nao ibada, nikitoka hapo naendelea kwa majukumu yangu kama kawaida. Sasa akaniita mwenyekiti wa kasfeta. Akaniambia samani, alikuwa anaitwa Naboth. Akaniambia samani bwana, nina maongezi na wewe. Naomba utapata muda siku gani tuongee. Tena uje nyumbani na utakula na chakula kabisa, napika mwenyewe. Ni kijana tu. Nikamwambia sawa, haina shida. Basi tutaonana siku fulani. Kweli tukapanga ile siku tukaonana. Tulivyoonana, Mungu wangu akaniambia, yani Baraka, nimeota mara 3 ndoto inajirudia juu yako. Sasa nikasema huyu si Baraka Luhago, ngoja nimwambie mwenyewe maana sinamuona huyu. Inawezekani mara ya kwanza nimeota, mara ya pili na ya 3. Akaniambia mara ya kwanza nimeota upo kwenye kanisa kubwa unahubiri injili. Akaniambia mara ya pili nikawa nimeota upo kwenye kanisa la mduara umezungukwa na watu wengi, alafu katikati umeweka madhabahu. Mara ya 3 nikaota upo kwenye mkutano wa injili unahubiri, alafu watu wanakuja kanisani kwako, kanisa la mstatili, watu wengi sana. Wewe ni mchungaji. Nikamwambia huyu katumwa au mbona anasema kile? Yani sitaki kukubali. Kilichonifanya nikubali ni baada ya kuniambia huo ujumbe, alafu zikapita siku chache tu akawa amekufa. Siku ya sijui ni 3 4 zile akawa ameondoka duniani, akawa amekufa. Na kufaji kwake, maana ndo tulikuwa tunamaliza wanafunga chuo wanaenda nyumbani. Alikuwa yupo kwenye pikipiki, yeye alikuwa yuko nyuma, sawa amepakiwa na bodaboda. Dereva yule alikuwa amempakia ajafa, alienda
Yaani sijui ni waligongana na wanahitaji yale magari ya Masemtera, likambamiza abiria, alafu dereva akamwacha pale pale, akuomba hata maji, akawa amepoteza uhai pale. Nilipoamini kwamba hichi kifo kinachofuata ni changu, kwa sababu niliamini imekuwaje aseme na mimi alafu afe. Yaani amekupa taarifa akaondoka. Imekuwaje kuniambia yale aliyoniambia alafu akafa. Pale ndo nikasema nimekuwa mkaidi kwa maaskofu, nimekuwa mkaidi kwa waangalizi, nimekuwa mkaidi kwa babangu, nimekuwa mkaidi kwa watumishi mbalimbali, hadi Waislamu wakati mwingine walikuwa wanazungumza juu yangu, lakini nilikuwa na kaidi. Nilipoona ile tukio baada ya kufa, mtu aliyeniambia hicho kitu, muda ule ule niliamua kuacha kazi. Niliandika kwa hiari yangu, kwa akili zangu timamu, nimeamua kuacha kazi na muda usiojulikana. Kwa hiyo nikaacha kazi kwa namna hiyo. Niliacha kazi, nikaanza kufanya michakato ya registration ya kwenda CBC, Central Bible College. Ndipo nikampigia mzee, sasa nimekubali na nipo tayari kwenda kumtumikia Bwana. Na kuanzia pale akasema, sasa nataka nikuchunge mwenyewe, utoke kwenye mikono yangu. Kwa hiyo nikatoka, nikamwaga mchungaji wangu Emmanuel Nicodemus, na wakaniaga kanisa la Bwana kule. Nikatoka nikaja huku Mbingu. Unajua nilikuwa naumia, yani naenda kuanza upya, naenda kuanza zero. Alafu Mungu alisema na mimi, alisema hivi vitu vigawe. Nikavigawa vile vitu vyangu, japo kelele zilikuwa ni kubwa, hadi familia wakaona, yani imekuwaje vitu umenunua kwa bei gharama na nini ukamwa. Nikamwambia Mungu ndo amesema na mimi kwamba nikaanze upya na Bwana, kila kitu nianze upya. Kwa hiyo nikatoka pale nikaja Mbingu, sijui unanielewa, na kuja kuanza zero. Yani nilikuwa na maswali mengi, unajua mpaka watu wakasema huyu amechanganyikiwa, yani amepoteza mwelekeo, unaelewa mengi sana alikuwa anazungumza. Yani Baraka ndo naondoka Dar es Salaam hivi hivi, unaona. Kwa hiyo nikatoka hivyo, unaona. Yani sasa ndo naenda kusomea uchungaji. Ilikuwa si kitu kirahisi. Mimi mwenyewe nilikuwa ninakubali, lakini kwa maumivu mno. Na sasa nikakubali, na nikaja hata kanisa la Bwana nikawashuhudia, na mzee akaamua tu, kuanzia sasa nitakuwa nakulea mimi hapa na utatoka mikononi mwangu. Nikaanza safari hiyo ya kwenda chuo cha Biblia. Nilipofika tu mwaka wa kwanza pale wakanipokea, nikaanza utumishi. Na nilipofika pale kwa neema ya Mungu nikawa siala, nikawa misiala, nikawa siala. Masiala sasa tulichaguliwa wawili, tulikuwa wafu wote wanaume. Mungu alikuwa ajabu, alinichagua mimi pamoja na mwenzangu anaitwa Kelvin Mboya. Yes, amepata neema. Mwenzangu sasa hivi yeye ameshaoa, amemwoa mtoto wa katibu wetu mkuu. Yule nilikuwa kiongozi naye, nimetumika naye mwaka mzima. Lakini mwaka ulipofuata mwingine pia nikapata neema pia ya kuwa naibu waziri wa afya pale chuo cha Biblia, nikatumika nao na watumishi wenzangu. Basi muda ulipofika ikabidi niwape kijiti na wenzangu waendelee na utumishi. Lakini nimejifunza vitu vingi sana kupitia walimu wangu. Namkumbuka mwalimu wangu Dr. Richard Mari, huyu Daktari Celestian Mkangala, mwalimu mkuu wangu wa chuo. Lakini pia wamenifundisha walimu wengi. Muimbula amefanyika msaada sana kwa maisha yangu. Lakini pia mwalimu Msangi, Profesa Nyanda, Mama Nigula, na wachungaji wengi. Nimepita pale na wachungaji wengi. Amenilea mchungaji Marcel Michael, amenilea mchungaji Thomas. Nimelelewa pale na wachungaji wengi. Lakini pia amenilea mchungaji Mwangila, mwalimu wangu Mwangila amenilea. Kwa hiyo hawa walimu ni sababu ya mimi kufika hapa. Lakini pia siwezi nikamsahau Madam Waipopo na Madam Judy Belafonte, alikuwa ndo academic wangu. Wamenisaidia, wamenilea, wamenikuza na hatimaye nimefika hapa. Kwa hiyo kwa kifupi safari yangu ya utumishi ni kama hivyo, mtumishi wa Bwana.